Ninakusalimu popote ulipo ndugu mtazamaji, hujambo? Karibu sana kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kuna swala hapa ambalo halijaweza kunifurahisha na ninaomba tuweze kulizungumzia. Serikali ya Samia inataka kufungia na kufuta chama cha Chadema. Na mnaelewa chama cha Chadema ni chama kikubwa ndani ya taifa letu la Tanzania, chama cha upinzani. Hivi majuzi chama cha Chadema kilishinda kesi na mahakama ikaamuru kwamba Chadema waendelee na shughuli zake za kisiasa. Lakini inaonekana kwamba mikutano miwili mitatu ambayo Chadema imefanya siku ambazo zimepita, serikali imeogopa, kwa sababu wananchi wengi sana wanafika kwenye ile mikutano ya Chadema na serikali haitaki chama chochote cha upinzani kiweze kushiriki mikutano ya kisiasa ambayo inawachanua wananchi. Sasa msaidizi wa vyama vya kisiasa mwenye naitwa Bwana Sisti Nyahoza ameweza kuandika barua akitishia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa kile alichokiita kukiuka sheria ya vyama kama ilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2023. Na Bwana Nyahoza ametaja alichokiita makosa matatu ya Chadema ambayo anaona kwamba wasipojieleza watafuta chama cha Chadema kutoka kwenye ya vyama Tanzania. Sijui kama unanielewa mpaka hapo mtazamaji wangu. Unajua kuna kitu ambacho nimegundua. Serikali hii ya Samia imejaribu kutumia mahakama kuzima Chadema, imeshindwa. Sasa wameanza kutumia msajili wa vyama na msajili wa vyama ili kufuta chama cha Chadema. Kitu cha kwanza, kwenye barua ambayo ameweza kuiandika, hakuna haja tuweza kusoma hiyo barua yote, wacha tu niweza kufanya mkutasari. Kwenye hiyo barua, makamu mwenyekiti, kwenye hiyo barua msaidizi wa vyama Bwana Nyahoza anasema eti kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema taifa mwenye anaitwa John Heche alitoa wito wa kuitisha maandamano ikiwa Lissu hataachiwa huru. Kulingana na msaidizi wa vyama anasema kwamba eti Heche alisema kwamba wataitisha maandamano. Wananchi wanataka Lissu aweze kuachiliwa. Hakuna mtu mwenye hajui Lissu aliweza kukamatwa kinyume na sheria. Mimi mwenyewe niliweza kusikiliza maudhui yaliyokuwa kwenye kanda ya John Heche. Wewe kijana unayetuona, unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa ya kutaka utawala huu wa kidhalimu umwachie Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania, ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa kwenye kila platform, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Twitter, ya kumdai Lissu. Wale mlioko nje ya nchi mnaotusikiliza, diasporas wetu, tembeleeni kila ofisi
kwenye kila nchi ulioko kudai immediate release ya Tundu Lissu bila masharti. Watu wetu wa diaspora, mfanye kama walivyofanya watu wa diaspora waliokuwepo wa Afrika Kusini wakati ule. Vijana wetu mlioko ndani ya nchi, vaeni t-shirt zenye jumbe za kutaka utawala dhalimu mwachie Tundu Lissu. Tuandike vipeperushi visambae kwenye masoko, kwenye posti za milingoti ya umeme, kwenye majengo ya ofisi za serikali, zikiwa na picha ya Lissu, lakini zikiwa na ujumbe wa kumdai Lissu aachiwe. Alisema kwamba wataanzisha mapambano kwenye mitandao ya kijamii na kwenye mitaa. Watu wavalie sheti ambazo zimeandikwa Free Lissu. Kwenye miti ya nguvu za umeme watu waandike vijikaratasi ambavyo vinasema Free Lissu. Kulingana na msajili wa vyama, wanasema kwamba maneno hayo ya John Heche ni ya uchochezi. Wanasema kwamba maneno hayo yanaweza yakavunja amani katika taifa letu la Tanzania. Kwa hivyo kulingana na wao, hii serikali ya wauaji ya Samia wanaona kwamba yeyote mwenye anaitisha kufunguliwa kwa Lissu, huyo amekosea. Na mimi ninataka kuambia hii serikali, basi kama ni kukosea, na mimi ninataka Lissu aweze kuachiliwa. Makosa ya pili ambayo huyu msajili msaidizi wa vyama Bwana Nyahoza anaeleza, anasema kwamba mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Korogwe ndugu Oliver Kisaka eti alifanya mkutano na wanachama wa jimbo la Kibamba na kuwapongeza kwa kuandamana Oktoba 29. Hapa hakuweza kupongeza wala ambao waliandamana. Naweza nikakusomea kile ambacho wameandika kwenye hii barua. Unajua wakati mwingine ni vizuri tuyazungumze yale ambayo yanaonekana. Anasema hivi, wao wenyewe walisema hivi: pili, katika mitandao ya kijamii kuna video nyingine inaonyesha mwanachama na kiongozi wa Chadema Bwana Oliver Kisaka, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Korogwe mkoa wa Tanga, akieleza yafuatayo na nukuu. Sikiliza sasa maneno ya Bwana Oliver. Wewe mwenyewe uweza kuniambia, je, ni ya uchochezi au ni vitina tu serikali ya Samia inatafuta Chadema? Sasa msajili wa vyama anasema eti Kisaka alisema kwamba nyinyi watu wa Kibamba mnaweza kuwa mnajichukulia poa, lakini nyinyi kwenye siasa za Tanzania na siasa za Dar es Salaam, nyinyi ni watu wa kuigwa na ni watu mfano. Wakati machafuko ya tarehe 29 Oktoba, mimi ni mmoja wa watu ambao walikuwa wamekamatwa na tulikuwa tumewekwa sehemu isiyojulikana. Wakati mitandao inarudi ama inarudishwa, mimi nilikuwa nataka kujua watu wameandamana au hawajaandamana, wamepiga kura au hawajapiga kura. Askari mmoja akaja na simu yake baada ya mitandao kufunguliwa. Nikamuuliza, bwana vipi? Akasema, bwana, nimekuletea kitu uone jinsi watu walivyosimama. Nikasema, watu wapi? Akasema, watu ni wa Kibamba na Ubongo, katika sehemu inayoonyesha msimamo wa no reform no election. Ni Kibamba na Ubongo. Maana yake ni kwamba inawezekana mageuzi makubwa ya nchi hii waasisi wake ukatokea katika jimbo hili, msishangae. Sasa wanasema kwamba maneno ya mwanachama huyo yanakiuka masharti ya kifungu cha 9 cha sheria ya vyama. Wanasema eti kwamba maneno hayo ni ya uchochezi. Sasa ninaomba wewe mwenyewe mwenye umeweza kuyasikia jinsi ambavyo nilikuwa na yanukuu, jinsi ambavyo imeweza kuandikwa barua hii na
msajili msaidizi wa vyama, anasema eti kwamba maneno hayo yalikuwa yanawapongeza wananchi kwa maandamano. Wewe umesikia kweli mahala ambapo amepongeza walioandamana? Hamna mahala ambapo aliweza kupongeza walioandamana mwaka uliopita. Namba 3, serikali inasema kwamba Nyahoza anadai tarehe 5 Mei Chadema ilitoa press release yenye maneno ya uchochezi yasemayo Samia ni mtawala wa mabavu ambaye hajachaguliwa na wananchi wa Tanzania. Si ni kweli Samia hajachaguliwa na wananchi na Samia anatumia udikteta? Sasa wanasema kwamba kwa sababu Chadema haijawahi muita Samia kwamba ni rais, kwa sababu wanamuita ndugu, wanasema kwamba hiyo ni sababu ya wao, inatosha wao kuweza kufuta chama cha Chadema kutoka kwa msajili wa vyama. Wapenzi watazamaji ambao mnaniangalia, na kueleza hivi, serikali imejaribu kila namna kufuta na kunyamazisha zile sauti ambazo zinawatetea wananchi. Serikali imejaribu kila namna kunyamazisha wale wote ambao wanaonekana wanaongea kinyume na jinsi ambavyo serikali inataka, lakini imeshindwa. Mnakumbuka juzi Chadema ilianzisha vuguvugu la kutaka katiba mpya katika taifa letu la Tanzania. Vile Chadema ikaanzisha vuguvugu la kutaka Samia aweze kumwachilia ndugu yetu, kiongozi wetu Tundu Lissu. Sasa maneno haya ambayo Chadema imekuwa ikitetea kama vile kutaka katiba mpya, kufunguliwa kwake Lissu, vile wale ambao walihusika kuwatoa uhai ndugu zetu mwaka uliopita waweze kuchukuliwa hatua, inaonekana kwamba yale maneno hayakuweza kuwafurahisha serikali. Na jinsi ambavyo mikutano ya Chadema imekuwa ikivutia wananchi wengi, kitendo kile hakijaweza kufurahisha serikali, na ndio maana wanataka kutafuta kila mbinu, kila kosa, kila kisingizio, angalau kujaribu kufungia chama cha Chadema kisishiriki siasa. Sijui kama unanielewa mtazamaji wangu mpaka hapo. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. La mwisho ambalo nitumie fursa hii kulisema tutalieleza kwa kina katika wakati mwafaka katika hatua baadaye. Tulisema toka awali kwamba kesi hii ya Said Issa na wenzake na wasaliti wenzake ilikuwa ni kesi ambayo ilihusisha mpango uliohusisha mtu mmoja kutoka katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na imehusisha vile baadhi ya watu ambao si wanachama wetu, wako kwenye vyama vingine lakini wakashiriki, na haya yalisemwa moja kwa moja na marehemu Maulida Anacom, na aliyasema na baadaye akasaini kiapo cha kujiondoa kwenye kesi, lakini baadaye akapata shinikizo la kulazimishwa kurudi kuendelea na kesi. Sasa nataka kuwaeleza tu Watanzania, pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe. Tayari baada ya kikao cha kamati kuu tulichokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, na matamko ambayo tuliyatoa ya kamati kuu tarehe 2 mwezi Mei na tarehe 5 mwezi Mei mbele ya umma kuhusu masuala mbalimbali na kwa kauli mbalimbali za viongozi wa chama ambacho wamezitoa kwa nyakati mbalimbali, tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza. Sasa katika hatua hii hatutaweka hadharani maudhui ya barua hiyo kwa sababu bado tunaendelea kushauriana ndani, lakini vyombo vya habari mnaweza mkawatafuta ofisi ya msajili mkawauliza, tumetaarifiwa kuwa mmewaandikia barua Chadema,
mmewaandikia barua kuhusu nini na mnataka kuchukua hatua gani dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mwito wangu kwa wapenda haki na wapenda demokrasia wote, kama ambavyo wamekilinda Chadema katika siku 309 za kuzuiwa kufanya shughuli za siasa, kazi ya kuilinda Chadema iendelee katika maeneo yote, mahakamani, mitaani, kwenye mikutano, kwenye korido za taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa sababu suluhu ya matatizo yanayokabili nchi yetu, mkwamo wa kisiasa unaokabili nchi yetu, suluhu yake Chadema ni kati ya mdau, kwa kweli mdau kiongozi katika madai mengi ya msingi, ikiwemo madai ya katiba mpya na madai ya reforms katika taifa letu na madai mengine ya msingi ya wananchi. Kwa kazi ya kuihami Chadema na kuilinda Chadema ni kazi ya Watanzania wote, ikiwemo nyinyi vyombo vya habari kama muhimili wa 4 wa dola, fourth estate. Kwa tunawashukuru sana kwa kufika na vyombo vya habari vile vile, na mtufikishie ujumbe huu kwa umma wa Tanzania na wadau wote wa demokrasia na haki. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Sasa mwenyekiti msaidizi eneo la Bara mwenye anaitwa John Heche, baada ya kauli hizo kutolewa na msaidizi wa vyama bwana Nyahoza, amekuja kwenye mitandao ya kijamii na kuandika ujumbe mrefu, yaani akajibu kauli hizo za msajili wa vyama. Akaandika hivi: msajili wa vyama Sisti Nyahoza, mpango wowote muovu mnaoletewa na jaribio la kutaka kuzuia chama kufanya kazi yake au kukifuta chama chetu utabaki faya vibaya. Hatutakubali chama chetu kiwe kibaraka cha CCM. Tunajua kesi ya Said Issa na vibaraka wengine ni ya kwako wewe, msajili wa vyama Sisti Nyahoza. Mahakama imetuondolea zuio, umekuja tena. Kauli ya mwenyekiti wa vijana CCM kupoteza watu, na kweli watu walipotea Polepole, Mdude na wengine wamepotezwa. Kauli ya kina Makara za Mpoksi na Ebola, kauli za mauaji na kuchinja watu na viongozi wa CCM. Watu za viongozi wa CCM zipo nyingi. Je, umewahi kuandikia CCM barua kuhusu hiyo? Acheni tushindane kwa hoja na CCM. Ndio maana miongoni mwa mabadiliko ambayo lazima yafanyike ni kufuta hii afisi ya msajili inayotumiwa na CCM kudidimiza demokrasia. Kwa hivyo unaona, mwenyekiti msaidizi Bara John Heche ameeleza kwamba na kumwambia bwana Nyahoza kwamba hiyo mbinu ambayo mnaitafuta eti kwamba Chadema iweze kufutwa, haiwezi kafutwa kabisa. Kwa nini? Amemweleza vizuri. Kuna kauli ambazo zimetolewa na viongozi wa CCM, mfano mwenyekiti wa vijana CCM, kuhusu kupoteza watu, na kweli watu walipotea, ikiwa Polepole, Mdude na wengine. Kuna kauli za kina Makara za Mpoksi na Ebola, kauli za mauaji na kuchinja watu za viongozi wa CCM zipo. Vile vile hatujawahi ona iwapo msajili wa vyama ameweza kuandikia CCM barua akiwaonya kwamba kauli zao ambazo wanazitoa ni mbaya. Itawezekanaje wanaonea chama cha Chadema? Nikimalizia, mimi ninaona kwamba hizi ni intimidations, yaani vitisho vinavyotolewa kuelekea kwa chama cha Chadema ili kujaribu kusitisha mikutano ambayo wamekuwa wakiandaa katika taifa letu la Kenya, mikutano ya kuchanua wananchi, mikutano ya kutaka katiba mpya,
mikutano ya kutaka Lissu aweze kuachiliwa na mikutano ya kutaka haki za waliouawa kuweza kutendeka. Wazo lako ni lipi, mtazamaji wangu? Mimi ni wako Bwana Ezra. Ninaomba uendelee kusubscribe, ninaomba uendelee kulike video. Unaweza ukaambia nini serikali? Kwa sababu mimi ninaona hii serikali ni kama imepotelewa na akili. Itawezekanaje wanaandama chama kimoja? Chama cha CCM kimekuwa kikitukana watu na kutoa kauli mbaya za kupotea kwa watu, kuuawa, lakini msajili wa vyama hajawahi andikia barua CCM. Itawezekanaje wanaandama Chadema kila wakati? Kwani kutaka ndugu yetu Lissu aweze kuachiliwa ni makosa? Kwani kutaka katiba mpya iweze kuletwa Tanzania ni makosa? Wazo lako ni lipi, mtazamaji wangu? Ninaomba uweze kunipea wazo lako hapa chini kuhusu hivi vitisho ambavyo vimeweza kutolewa kwamba Chadema huenda ikafutwa endapo hawataweza kujitetea chini ya siku 13, kwa sababu kwenye barua ambayo Sister Nyaoza ameweza kuandika, ametishia Chadema eti kwamba wasipojibu na kujitetea kwa maandishi kwa siku 13 eti kwamba anaenda kufuta chama hicho kutoka kwa msajili wa sajili ya vyama Tanzania. Wazo lako ni lipi?